Na licha ya ahadi za fidia kwa waathiriwa wa maandamano ya mwaka jana, familia hizo bado zimesalia bila majibu yoyote. Katika kaunti ya Kirinyaga, familia ya John Mwangi imesalia na upweke baada ya kijana wao kuaga dunia kutokana na majeraha ya moto aliyopata wakati wa maandamano. Mwanahabari wetu Laura Otieno anarejelea kumbukumbu zake mwaka mmoja baadaye. Wingu la majonzi katika kijiji cha Gitaraga, kaunti ya Kirinyaga. Margaret Wamboi akigubikwa na mawazo kando la kaburi la mwanawe. John Mwangi aliondoka nyumbani kushiriki maandamano. Nia yake ilikuwa kuishinikiza serikali kutoa nafasi za ajira ili aikimu familia yake. Nakumbuka kuna wakati alikuwa umekuja pale kwa uwanja wa Mokoi akisema ya kwamba kwa sababu mama yangu ni mzee haezi enda mahali, mimi unulia tukuku, tumbuzi, lakini yenyewe bado naona kwamba kama naweza pata ng'ombe ambayo naweza kumsaidia akikamua itakuwa afadhali yenyewe. Lakini kwa bahati mbaya kabla hata hii hatujaipata, baadaye akawa amefariki kuhusu vile kulipigwa na askari na tia gas huko. Mwangi alipata majeraha ya 65% kwenye sehemu ya chini ya mwili baada ya kulipukiwa na mtungi wa kitoa machozi. Kwa miezi 9 alistahimili uchungu, familia yake ikifilisika kutokana na gharama ya matibabu. Tumekuwa na shida mingi juu tulikuwa tunamtumia pesa, tulikuwa tunakosa hata fare ya kwenda huko Kenyatta huko Nairobi juu ya ukosefu wa pesa. Tulikuwa tunachanga kidogo kidogo tunamtumia pesa ndio apate ya matunda. Na mara ya mwisho tukasikia ameaga dunia. Sasa akaacha bill ilikuwa ya 1.2 million. Mwili wake hatimaye ulirudishwa nyumbani tarehe 11 Aprili. Na sasa familia hii ikimtaka rais kuhakikisha uwajibikaji wa maafisa wa usalama. Awaambie watoto ni watoto, awachane na hiyo tabia ya kuangamisha vijana kwa sababu tunaelekea uchaguzi. Sijui atachaguliwa na nani. Sasa namuomba akubali tu kusimamisha hiyo ndio atapata watu wa kumchagua kwa hisani yake. Kidonda bado kinatoneshwa, ahadi za serikali za kufidia waathiriwa zikisalia njozi za mchana. Familia hii ikitumai kuwa kifo cha mwana wao kitakuwa mwanzo wa ukombozi wa taifa ili angalau kupoza mioyo yao. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.